Leo natamani tujifunze maandiko matakatifu kulingana na hiki ambacho kinaendelea katika taifa la Israeli, Irani pamoja na washirika wao Marekani, ili tupate kuangazia maandiko ambayo, kwa sababu ni kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mafundisho tofauti tofauti, yamekuwa na ukinzani tofauti tofauti. Mara hao wanasema hii vita ni ya kidini, hii vita sijui inaendaje. Lakini kitu ambacho tunapaswa tujikumbushe ama tukifahamu kwa nyakati tulizonazo hizi ni kutokea kwenye maandiko. Na kwa siku ya leo tunaenda kuangazia maandiko ambayo tutaangazia kifo cha Yesu na kufufuka kwake, lakini tutaangazia ile andiko ambalo linasema siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Lakini hilo andiko pia linapatikana kwenye Qur'ani, ile surati Hijr, ile namba ile sura ya 47 pale. Hilo andiko unalipata pale. Sasa tuanze na lile andiko ambalo tunafahamu kabisa linapatikana kwenye kitabu kile cha Luka sura 24, katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Alikufa siku ya kwanza, siku ya pili akashuka hadi kuzimu kuchukua mamlaka kutoka kwa yule adui Shetani, na ile siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akashinda kifo na mauti. Sasa katika hilo andiko tunakuja kwenye kile kitabu cha Petro, waraka wa Petro wa pili, waraka wa Petro wa tatu, waraka wa Petro wa pili, ile sura ya 3 na ule mstari wa 8. Hapo bila shaka hicho kifungu utakipata. Kinasema hivi, neno linasema hivi: lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Sasa katika hili andiko ukilichambua, alafu kaenda kwenye ufufuo, kifo cha Yesu pamoja na kufufuka, tunaona kabisa kwamba si kwamba hii vita ndo inaweza ikawa ndo sijui udhihirisho kwamba sijui Yesu anarudi. Hapana, kwa sababu tunaona Yesu Kristo alizaliwa kwenye ile karne ambayo tulianza kusoma. Tulikuwa tuko kwenye before Christ, tukaja after Christ, tukaanza kuhesabu mwaka moja. Tulipoanza kuhesabu mwaka moja, tunaona Yesu alikuja kuzaliwa. Alipozaliwa ikaanza kuhesabika mwaka moja, tukapata miaka 1000. Akafanya yale yote katika ukua kwake na kuhubiri injili yake. Hiyo miaka 1000 tunaona akawa amekufa. Urejee lile andiko kwamba siku ya pili akafanyaje? Akashuka kuzimu. Sasa ile kwanza mwaka moja mpaka miaka 1000, hapo ndo tunaona Yesu amefanyaje? Amekufa, kitendo cha kukata roho. Ile miaka kuanzia mwaka 1001 mpaka mwaka 2000 kamili tulionayo muda huu, ndo ile siku ya pili ambayo Yesu alishuka kuzimu kuchukua falme na mamlaka kutoka kwa adui Shetani, ule ufunguo wa mamlaka. Tunapohesabu mwaka 2000 na yani tuhesabu 2001, 2002, tunapokuja mwaka 3000 ndipo tunakuja kuona ile andiko la kwanza kutazamia yale ambayo Kristo amesema, mtayaona haya, mkiona dalili hizi mjue kabisa niko karibu kurudi. Kwa sababu kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 3000 ndipo ambapo tunaona Yesu, tunaiweka kwenye ile siku ya tatu ya kufuka kwa Yesu Kristo, ambayo tunaona Yesu amefanyaje? Amefufuka, ameshinda kifo na mauti, ameenda mbinguni kwa Baba. Hapo ndipo tunaanza kuona sasa, muda huu watu tuko 2026, tuende 2030, yaani kuja kufikia 2030 ni lini? Ni leo. Kwa tuache kudanganyana, tusome maandiko tuyaelewe. Baada ya hapo tujue ambacho tunakuwa tunakihubiri, na kama tunatafuta followers kwenye mtandao wa kijamii tuwe tunaeleza kwamba bwana, mimi nataka followers hapa, lakini hivi ninavyoviongea pengine haviko sawa.
Lakini sasa watu wamekuwa najua Yesu anarudi, Yesu anarudi. Anarudi kwa mfumo gani? Japo maandiko yanatuambia hakuna ajuaye siku wala saa ya kuja kwa mwana wa Adamu. Lakini tunaposoma haya maandiko yanatuambia hivi, kwa mtini jifunzeni. Tunatumia kujifunza kutoka kwake Yesu Kristo. Katika kufa na kufuka kwake tunaona kwamba alikufa na akafuka siku ya tatu. Tunaangalia hiyo miaka iliyopita. Sasa muda huu tunapoambiwa mwaka mmoja ni sawa na miaka 1000, hapo ndo unaweza ukanielewa. Siku moja ni sawa na miaka 1000. Siku moja ya Yesu Kristo kufa ilihesabika miaka 1000, tukahesabu kuanzia 1 mpaka 1000. Siku ya pili Yesu ameshuka kuzimu, tunahesabu siku ya miaka 1000 ambayo ni 1000 mpaka miaka 2000 hapa ambapo tuko miaka 2000. Siku ya tatu ambako Yesu alifufuka tunahesabu miaka 1000 ambayo tunaihesabu kuanzia 2000 mpaka 3000. Kwa hiyo mimi nafikiri tuwe tujifunze maandiko tupate kuyaelewa, lakini tumuombe Roho Mtakatifu pia atufunulie tuweze kuelewa na maandiko jinsi ambavyo yanapaswa tuyaelewe. Mungu awabariki kwa hiki ambacho nimetamani tufahamishane kwa pamoja. Mungu